Nimeokoka, nina Yesu, amekuwa mwema na amekuwa mwingi wa rehema. Ninamtukuza hata kwa sababu ya kunipa uhai na afya tele. Bwana Yesu apewe sifa. Amekuwa mwaminifu, neema yake imenitosha, neema yake imenibeba. Ubali nimefika na naweza sema ya kwamba, na ninasema ya kwamba ni Ebenezieri. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku ya leo nashukua fursa hii wakaribisha wote katika ibada ya siku ya leo, na Bwana Mungu akatubariki kwa pamoja. Pia nashukuru Bwana ni kwa sababu askofu wetu yu pamoja nasi, na ninajua kwa sauti ya wewe Bwana Mungu anatutia nayo. Kwa hivyo tuandae mawazo yetu, tuandae mioyo yetu, ndio tukaweze kulipokea neno dhuhuri ya leo, na ninajua I think ni alasiri ya leo, na ninajua tutabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nitasema haleluya, tushangilie wakati mtumishi wa Mungu anapokuja, na tutabarikiwa kwa pamoja. Haleluya! Let us celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Amen. Glory be to Jesus. Have your seat and God bless you. Amen and amen. Nashukuru kwa ajili ya siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa April. Leo ni siku ya kwanza ya April. Tarehe 1 ya April ni Wednesday ya kwanza katika mwezi huu wa 4. Na ninaamini ya kwamba Mungu atazidi kuwa pamoja na sisi. Jambo la kwanza, nimeokoka na mshukuru Mungu, na hakika amekuwa kimbilio langu na tegemeo langu. Nimeona akitenda mema, nimeona akinitetea na akinipigania. Kwa hivyo hakika siwezi rudi nyuma. Naimba kama mwimbaji wa wimbo alisema kwamba sitarudi nyuma hata iweje, kwa maana huyu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwanzo wa mwezi huu, na leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 4, ninaamini ya kwamba mwezi huu katika jina la Yesu hakika kuna milango itatufungukia katika jina safi la Yesu Kristo. Sema amen. Na jioni leo nataka kuongea kuhusu Mungu hutumana kwa maisha ya mwanadamu. Glory be to Jesus. Tabia ya mwanadamu ni kutumana, na mwezi huu wa 4 ninaamini atatumana. Glory be to Jesus. Naamini mwezi huu na kutangazia Mungu atumane kwa ajili yako. Mungu atumie chochote kwa ajili yako na kwa faida kwa maisha yako. Na siku ya leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa 4, na ninaamini ya kwamba Mungu ndiye mwanzo, na tumekuja kuomba mwanzo wa mwezi huu wa 4. Na wacha nikueleze, Mungu ndiye mwanzo, na jioni ya leo katika jina la Yesu ninaamini afternoon ya leo atatupatia mwanzo. Glory be to Jesus. Na ibada ya kwanza ya mwezi huu wa 4, mimi ninatambua ya kwamba atatumana juu yako, na Mungu ana tabia ya kutumana. Glory be to Jesus. Eleza mwenzako, na Mungu atatumana kwa ajili ya mimi, na atatumia chochote kwa ajili yako. Glory be to Jesus. Hallelujah. Mungu hutumia chochote kwa ajili yako. Mungu hutumia chochote kwa ajili ya maisha yako, na leo atatumana na njia hii na ile nyingine. Inua mkono, sema Baba, katika jina la Yesu, tumana kwa ajili yangu mwezi huu wa 4. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 4, ni Wednesday ya kwanza ya mwezi wa 4. Simama na mimi Jehova, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen and amen. Naomba tuende na kitabu cha Bwana katika First King 17 verse 1. First King 17 verse 1. Tuone vile Mungu
ambaye hutumana na ana tabia ya kutumana, na mimi naamini huyu Mungu atafanya vyema. Tusomee pale 1 Kings 17 verse 1 inasema, basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Keriti kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Keriti kinachokabili Yordani. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Tufikishe hapo. Baba, katika jina safi la Yesu, nakushukuru kwa sababu hii ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa 4. Ninakuamini, ninakutambua, ninajua unaweza, ninajua hakuna Mungu mwingine kama wewe. Naomba nguvu na uwezo wa kuongea na kuleta ujumbe wako mbele ya watu wako, ili sasa katika jina la Yesu mwezi huu wa 4 na siku ya kwanza ya mwezi huu na Wednesday ya kwanza ya mwezi huu na masaa ya kwanza ya mwezi huu, Jehova, katika jina la Yesu fanya jambo, kwa maana tunakupenda. Tenda kitu, kwa maana tunakupenda. Hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Tuseme glory be to Jesus. Hapa jioni ya leo ama siku hii ya kwanza, nataka kuongea kuhusu glory be to Jesus, Eliya na Mungu na kunguru. Glory be to Jesus. Na tena na mama mjane. Glory be to Jesus. Sasa Biblia inasema kwamba kunaye tabia Eliya alikuwa nayo, na mwezi huu wa 4 na siku hii ya kwanza ya mwezi huu ni vyema kuwa na tabia hii mbele ya katika maisha yako. Eliya alikuwa na tabia ya kusimama mbele za Mungu. Glory be to Jesus. Ile kitu ilisaidia Eliya, alikuwa ana tabia kila wakati anasimama mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wowote ukipata mwelekeo mzuri, kuwa mtu ambaye ana communicate na Mungu vizuri, kwa sababu Eliya alikuwa mtu ambaye ako na communication nzuri na Mungu. Na jioni ya leo katika jina la Yesu, jambo nataka kuanzia leo upokee vizuri ni communication yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Communication ama ni uhusiano. Tunasema uhusiano. Glory be to Jesus. Uhusiano wako na Mungu. Kwa sababu ule uhusiano wa Eliya na Mungu ulimsaidia zaidi. Na Wednesday, siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa 4, na kuombea uhusiano mwema wako na Mungu. Glory be to Jesus. Kwa maana ile kitu ilimsaidia Eliya, jambo la kwanza alisema, kama vile nisimamavyo mbele ya Mungu. Glory be to Jesus. Hebu mstari wa kwanza peke yake. Mstari wa kwanza inasema, basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na glory be
bila kustasita. Ile kitu lisaidia Elia kuongea bila wasiwasi. Kwanza, jambo la kwanza, alikuwa ana tabia ya kwenda mbele za Mungu. Na jioni ya leo na siku ya leo na mwezi huu wa 4, ni vyema tuwe tu tunaongea na Mungu. Ni vyema tuwe tuna uhusiano mwema na Mungu wetu, ili sasa kuanzia sasa mambo yote yawe mazuri. Na hiyo tu ndiye kitu lisaidia Elia wakati alimweleza Elia, kama vile nisimamavyo mbele ya huyu Mungu akutanyesha. Glory be to Jesus. Jambo la kwanza Elia alijua. Elia alifahamu huyu Mungu nasimama mbele yake. Jambo la kwanza, ana uwezo. Jambo la pili, avitugeda. Jambo la kwanza, ana uwezo. Jambo la pili, anapenda mtu wake. Avitugeda. Jambo la tatu, glory be to Jesus, husikia mtu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema jambo la kwanza, ana uwezo. Jambo la pili, husikia mtu wake. Jambo la tatu, tumesema anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na jioni ya leo na siku hii ya kwanza ya mwezi huu, nataka ujue upendo ulioko baina yako na Mungu. Na unapotambua Mungu wako ana uwezo, unapotambua Mungu wako ana uwezo, hakuna kitu kitakutisha. Can you imagine? Elia anasimamisha dunia mzima na kukosa mvua. Hiyo ni nini? Jambo la kwanza, alijua Mungu husikia. Na jioni ya leo kunaye kitu nataka nikueleze ya kwamba Mungu husikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu husikia, na leo atatusikia katika jina la Yesu. Unapoelewa Mungu husikia, Bwana Yesu asifiwe. Unapojua Mungu husikia katika wewe, maisha yako itakuwa rahisi. Glory be to Jesus. Hautasumbuka, hautateseka. Bwana Yesu asifiwe. Na leo jioni ya leo, inua mkono, sema Baba, na kutambua ya kwamba unanisikia, na nimeamini unanisikia, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Na ili ujue Mungu husikia maneno, husikia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Are we together with you? Hallelujah. Kitabu cha Danieli. Are we there? Kitabu cha Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Danieli aliomba for 21 days. Akaambiwa, na mimi nimesikia maombi yako. Umepata hapo? Kaireti. Mahali Biblia inasema kwamba nilisikia maombi na neno lako. Are we together? Ukipata pale uniambie kwa haraka. Umepata pale? Noa hajitakarejeje. Biblia inasema kwamba wakati Danieli alikuwa anaomba for 21 days. Biblia inasema kwamba Mungu wakati alipotumana alisema, nilipokusikia ile siku uliyoniomba. Tuende 11 Danieli 11 hapo. Are we there? Biblia inasema kwamba wakati Danieli alipoomba for 21 days, Biblia inasema kwamba baada ya hayo, glory be to Jesus, Biblia inasema kwamba na kujua na nisikia neno lako. Kwa hivyo huyu Mungu husikia neno. Maneno yote unapoongea, huyu Mungu husikia. Na wakati anasikia, anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kueleza kwamba na kusikia na kujua. Kwa hivyo leo nataka ujue kwamba huyu Mungu husikia. Hallelujah. Wakati uliponiomba nilikusikia. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mimi Mungu
nimekuja kwa ajili ya maneno yako na nilikusikia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikusikia na ndiposa nimekuja, kwa maana nilisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu husikia, na anapokusikia immediately kuna mambo inachange. Umepata hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Umepata? Haleluya. Tusome na wewe kitabu cha Danieli 10 mstari wa 11. 10 mstari wa 11 inasema, Danieli 10 mstari wa 11 inasema, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, Danieli, mtu upendao sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwima wima, maana wako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu. Inaonekana kwamba Danieli alitia moyo wake ufahamu, kwa sababu alielewa huyu Mungu husikia, huyu Mungu huona, huyu Mungu husikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa wakati namweleza ya kwamba wakati Mungu aliona ya kwamba kama Danieli anaona kama neno yake haifiki mbinguni, lakini kumbe Mungu hutusikia. Tumeelewana pale? Kumbe huyu Mungu hutusikia, na unapoelewa hutusikia alitugema. Na hili ilimsaidia Elia. Uragirira chingai. Kwa nini mnanyamaza watu wa Bwana? Ila mnashughulikia kinake na lile uragirira niki. Mweresu uragirira niki Jehova. Alitugema. Ile kitu ilimsaidia Elia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, Elia alielewa huyu Mungu husikia maneno. Na turudi pale sasa, mimi shika hapo ili shika Danieli 10:11, alafu sasa enda katika Wafalme wa kwanza pale tulisoma mstari wa 17 pale sasa mstari wa kwanza uone Danieli alisema, ninaposimama mbele yako na vile ninaposimama mbele yako naongea maneno haya, na hayo maneno yalisikika. Tutisokea hapa. 1 Kings 17:1. Basi Elia mtisifi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishi, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii. Unasikia? Kuna kitu unasikia pale? Unasikia nini? Elia alisimama mbele ya Mungu akijua maneno yake itasikika. Are we together? Itasikika mbele za Mungu, na inaposikika mbele za Mungu, yeye akapata sasa kutokuwa na doubt. Na leo katika jina la Yesu, wale walio online, nataka ujue kwamba Mungu husikia maneno yako. Usiwe na doubt, nasikia maneno yako. Na jioni ya leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 4 na ni Wednesday ya kwanza ya mwezi huu, ya kwamba huyu Mungu unaposimama mbele yake, jambo la kwanza usikie maneno yako. Na unapoelewa usikie maneno yako, immediately are we together? Kama Mkristo tunapata sasa confidence. Ukijua Mungu husikia maneno yako, kuna kitu unapata kwako, unapata evidence. Unajua sasa hii sasa lazima ifanyike. Tuendelee hapo mimi na wewe. Basi
Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii. Kadiri maji Eliya anasimama, na mimi nimeombea roho yako, na nimeombea maisha yako, na nimeombea mawazo yako, na nimeombea sauti yako. Ninaposimama mbele ya chochote na pigana naye, mimi niwe na hakika Mungu hunijua, mimi niwe na hakika hunielewa, mimi nijue ya kwamba nimepewa ruhusa kuongea. Glory be to Jesus. Na jioni ya leo ni vyema kujua na kuelewa ya kwamba Mungu amenipa ruhusa. Kwa hivyo hata Eliya akiongea alikuwa anajua ana ruhusa. Kwa hivyo mimi Bishop Ivan Njoroge ninajua nina ruhusa kusimama mbele za Bwana na kuongelesha anga. Glory be to Jesus. Hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Ila kwa neno gai ina modosi uliganiti tabikiria Bishop lero ina kwa neno, kwa neno, kwa neno. Amen. Leo lazima nipate na leo lazima nipate nguvu kabisa ninapoongea. Neno la nani? Kwa hivyo si neno la Mungu, ni neno la lako sasa. Kwa hivyo unapoongea I like that. Who says I like that. Isaiah 65 verse 24 inasema na itakuwa ya kwamba. Sasa rudia vizuri kwanza unasoma Isaiah 65 verse 24. Wale waliona sikiza hiyo. Isaiah 65 verse 24 inasema na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena hapo ndipo nataka usikie vizuri. Na wakiwa katika kunena, I like that, nitasikia. Nitafanya nini? Nitasikia. Glory be to Jesus. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. I like that. Glory be to Jesus. Kwa hivyo kila wakati unaponena, na wewe mwezi huu wa 4 sasa nitakuwa kimya, kwa sababu maneno nitakayenena itasikika. Glory be to Jesus. Na ndiposa Eliya alisema kama vile Mungu wangu aisifu, kama vile Mungu wangu aisifu. Tusomee pale. Basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka. Na hapo kuna kitu nataka tujue na tuelewe vizuri. Kwa hivyo Eliya alielewa Mungu. Unajua hata wakati tu unasimama mbele za mtu, si wewe unamfahamu. Unaposimama mbele ya mtu yoyote unamfahamu. Sasa Eliya kwa jambo la kwanza alifahamu huyu Mungu. Alielewa huyu Mungu ni Mungu wa aina gani ambaye anatumikia. Na Wakristo tukifika hiyo level, unajua Wakristo hawajafika hiyo level, na leo naomba tufike hiyo level katika jina safi la Yesu. Na tukikuwa katika hiyo level ya kwamba unajua huyo Mungu unasimama mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka wakati Goliath alisema, wewe unakujaje mbele yangu na kijiti, kwani mimi ni mbwa? Naye David
alikuwa anajua Mungu wake ni zaidi ya jitu hili, ni zaidi ya hii jitu, na alifahamu Mungu wake ni zaidi ya Goliath. Wakristo tukifika hiyo level, tukifika hiyo level hivyo, kanisa tukigerefu yoma tutuigwagete, tumefika hiyo level ya kwamba sasa hakuna kitu inaweza kukutisha, kwa maana unajua huyu Mungu. Ujue Elia anasimama mbele ya Ahab na mfalme, na anaeleza kwamba kama vile Mungu wangu aisivyo, yule anasimama mbele zake. Nosho kuotomaga tuwewe yule ni gani? Watumishi wa Mungu tunapiganiwa vita vyetu kwa sababu sisi tunajua huyu Mungu ni wa aina gani. Na hata Moses wakati walipofika katika Red Sea, wakati alipofika Red Sea ama bahari ya Shamu, hakukuwa na daraja, na ujue Red Sea is the sea. Na mimi nikiona mahali pale walipitia katika karibu kilomita 1 hivi kuenda na miguu, na maji inasimama. Unaona sasa, tukifahamu huyu Mungu, huyu tunasimama mbele zake na tuelewe nguvu zile ako nazo. Wacha nikueleze kuna mambo itafanyika. Tuendelee tumalizie Biblia yetu inasema kwamba Mungu hutumaka. Basi Elia mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Ila kwa neno langu. Naomba Mungu unitie maneno. Leo Mungu anitie maneno, ili ninaposimama sitakuwa naongea maneno bure. Ni maneno iliyo na uwezo. Na hii maneno tulikuwa na Petero na Yohana wakati walikutana na kiwete, walimweleza ya kwamba sasa sikiza maneno yetu, sikia neno langu, amka na utembee. Are we together? Inua mkono, sema Baba, naomba unitie neno katika kinywa changu na katika maisha yangu, niwe tu na neno lako. Nikiongea hivi si neno langu naongea neno lako ndani yangu, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na nimeamini. Sema amen. Kwa hivyo Elia unaweza fikiria sasa ni neno. Elia alinena tu neno lake, ni neno lake tu alikuwa anasema. Lazima awe ndani yake alipokea neno. Glory be to Jesus. Na ile neno likamsaidia. Are we together? Hallelujah. Tukisoma John 15 verse 7, John 15 verse 7 inasema namna gani? John 15 verse 7, John 15 verse 7 inasema, John 15 verse 7 inasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote. Kwa hivyo lazima neno la Mungu likae ndani yako. Kwa hivyo Elia ile kitu alisema, Elia ile kitu alijua na akafahamu, aliweka neno la Mungu ndani yake, ili sasa neno hili la Mungu likiwa ndani yake, akiomba kunafanyika. Na ndiposa bila Yesu mwenyewe alisema, nyinyi kaeni ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu. Ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Na itafanyika nini? Kwa hivyo hata Elia, ujue Elia alikuwa mwanaume like us, Baba Nicholas, lakini kitu alifanya, alimeza hiyo neno, alimeza neno. Sasa akalifanya kama hiyo neno ni lake. Inasema kwamba ubaya wangu najua Biblia mahali lakini saa ingine
na kuanga na mambo mawili matatu. Sasa kusahau lakini niko nayo. Mimi nasema kuna wakati Mungu alitokea Ezekia, na wakati alitokea Ezekia akamweleza kwamba wewe meza hii kitu unaona awitugea, naye akameza. Tukisoma naye kitabu cha Ezekia 3 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu, inasema Ezekiel 3 verse 1, 2 and 3 inasema, Ezekiel 3 verse 1 inasema, akaniambia, mwanadamu, kula uonacho. Ate nini? Kula uonacho. Kula uonacho. Kula gombo hili. Kula gombo hili. Kisha uenende ukaseme na wana wa Israeli. Adaida. Basi nikafunua kinywa changu. Naye akanilisha lile gombo. Gombo ni nini? Si nini? Sasa hiyo ni kama Biblia, ni kama neno. Unaona sasa alimeza, unaona, na Elia alikuwa na neno ndani yake. Kwa hivyo wale watu wanasemaga kwamba neno New Testament na Old Testament sio neno, hawajajua. Kwa sababu hapo inasema kwamba Ezekiel 3 verse 1 and 2 inasema nini? Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho. Kula gombo hili. Kisha uenende ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu. Naye akanilisha lile gombo. Naye akanifanya nini? Akanilisha lile gombo. Na tumesoma John 15 verse 7 inasema, nyinyi kaeni ndani yangu. John 15 verse 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Inakaa ndani yako namna gani? Sijalito wa mama, si lazima uikubali, uimeze iwe pamoja na wewe. Unapojua kumeza neno na nipoze Elia alisema neno litakalo linene, kwani linatoka wapi? Tumbo. Linatoka wapi? Tumbo. Ndani yako. Kwa hivyo ndani yako kuna neno. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kwa jina la Yesu Kristo nimepokea neno la Mungu katika jina la Yesu. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Also, tukisoma John 15 verse 3 inasema, na neno lile nimemtakasa. Kwa hivyo ukiwa na neno, John 15 verse 3 inasema, John 15 verse 3 inasema, ninyi mmekwisha kuwa safi. Ninyi mmekuwa safi. Mmekwisha kuwa safi. Kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Unaona sasa, watu wa Mungu, munaposhika neno, munapolikamata vizuri neno, kutakasa neno. Fanya nini? Msako sana na mtu ama umkose. Usako sana na mtu ama umkose. Nani asako sana na mtu ama akamkose? Wacha nikueleze. Ili sasa mambo hayo yawe mazuri, unaenda mnaongea. Mnapoongea mnatakasana na maneno. Na ndiposa hata Yesu alisema, nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hivyo unapokamata neno na unapotembea na hili neno, glory be to Jesus, na kuanzia sasa naomba neno litakaze. Haleluya, neno litakaze. Na wacha nikueleze, neno ndilo linapigana na wewe. Maneno ya
na ili ushinde maneno ya watu lazima ushike neno la Yesu Kristo, ili neno la Yesu likutakase. Naongea na watu wa online leo katika jina la Yesu, ili sasa uwe msafi. Unahitaji neno, meza neno, tembea na neno. Tuendelee pale sasa 1 Kings 17 verse 1 inaongea kuhusu vile Elia alikamata kusimama neno la Mungu mbele ya Mungu, akapata neno na akazidi kutembea na vile anajua. Na leo katika jina la Yesu tutatembea kulingana na vile tunajua katika jina la Yesu. Tusomee pale. Hii ni siku ya kwanza ya mwezi huu, na wacha nikueleze ili ukamate milango, ya mwezi huu wa Imi. We have Monday, kwa hivyo kuna milango ya Monday, kuna milango ya Tuesday, kuna milango ya Wednesday, kuna milango ya Thursday, kuna milango ya Friday, kuna milango ya Friday, kuna milango ya Saturday na Sunday, na kuna milango ya asubuhi, na kuna milango ya jioni, na kuna milango ya noon, na kuna milango ya mid. Yes. Na sasa katika hiyo milango ya afternoon na milango ya noon midnight, niyo kilede komaga ya midnight, niyo komaga after midnight. Bila kama mtu tutitoa kama daidi ile komaga nigutekerera ithuĩ tũkomaga thaa andũ aingĩ na Biblia tũkomaga tene. Inyuĩ nĩ mũiguĩte mwena ũcio wa gũkomaga tene. I think the Bible is it nĩ mũrani kĩrĩkanĩro nĩ Biblia atĩrĩrĩ, komagai tene nĩ tũhũ gwĩtukĩrĩria ũtarĩ ũrakoma thĩinĩ wa Dhafuri no ndio contradict ndio tukayakona tena hau. But ni vizuri kulala mapema na sio vizuri kuamka mapema without call. Hata ukiamka without call, sasa hakuna kitu unafanya pale. Na hata ukilala bila Mungu hakuna kitu unaweza fanya pale. Ile tu hakuramira ile Biblia ya dini wa Dhafuri Mwahona no tukare drama ile mani mwahona mukanda wa matiri murahe elfu holai tesi tobe ni bure kwa haleluya. Polisi berani mana? What? 27. Ndio na wageni. Bwana asipojenga nyumba, wajengao wanafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji, yeye alindaye ni kazi bure. Kazi yenu ni bure mnapoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye huwapa wapenzi wake usingizi. Ndio yangu ndio mimi wako mbele. Ndio kitu wamemjini. Psalm 27 verse 1. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akushe bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndio urithi
wa Bwana. Wanatufikisha hapo. Kwa hivyo mimi nimelizoea kwa mimi mwenyewe, ili ya kwamba nikamate milango na kamatika milango na ndigiro ikaleta ni tonoko le ni muturi waku okaga thaigiri nayo ikaribi haria bedroom te na tukayo ni maundu ma campus ya gai tutaite turi komida na campus ni uri muno mumo ito aka mundu ni ukire mwalimu nawe ni njorana pia kabirigiti na kule ni akomire nawe ni hitu na rogano inji hawa ndo hakiuka kabega ni kwa kweli komire na ni twali njira. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vinasema kwamba ndio leo hapo tauhidi alituenda. Biblia inasema ya kwamba tumaha hapa Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza na wa pili. Tuteremke hapo kidogo tumalizie. 1 Kings 17 verse 2 verse 1. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza inasema, basi Elia Mtishbi wageni wa Gibeoni akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, Abeli nasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wa kuishi. Hapo ndipo nataka tuelewe. Nami nimewaamuru kunguru wa kuishi. Milima juu ya wageni. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia kwamba tabia ya Mungu ni ya kutumana. Na ili atumane lazima uwe na neno. Na ili atumane lazima ujue nguvu ya huyu Mungu. Na ili atumane lazima katika ogowigu wa agiwa kigokeroiga onakone kuliga no exactly where kiri nondra kuro kigora kiroiga awituge. Sasa Elia alikuwa jambo la kwanza wakati alikuwa anasimama mbele za Mungu, Elia alikuwa anasimama mbele ya huyu Mungu. Jambo la pili linasema kwamba nimemwamuru kunguru wa kuishi. Kwa hivyo tabia ya Mungu ni kutumana, na ninaamini mwezi huu huyu Mungu atatumana kwa ajili ya maombi yako, atatumana. Na mimi nasema kwamba pale tunasoma katika Danieli 10 mstari wa 11 inasema kwamba na Mungu akasikia maombi ya Danieli, na vile Danieli aliongea na akatumana. Kwa hivyo katika Wednesday hii ya kwanza na katika mwezi huu wa 4 Mungu atumane kwa ajili ya maombi yako. Mungu atumane kwa ajili ya watoto wako. Mungu atumane kwa ajili ya karia yako. Mungu atumane kwa ajili ya calling yako. Mungu atumane kwa ajili ya ndoto zako. Mungu atumane kwa ajili ya neno lako. Glory be to Jesus. Na Elia alisema neno litakalo nena hapa hakutanyesha for 3 years and a half months. Na Mungu mwenyewe akatumania hayo maneno. Tunasikia vizuri? Akatumania hayo maneno, na hayo maneno ikatimia 3 good years and a half na hakukunyesha. Ni nini? Mungu alitumania maneno hayo. Mvua ukakaa vile, lakini tena akatuma kunguru. Na ninakueleza kwamba zile kunguru Baba Nicholas haijakufa, ziko tu. Na mimi naona hata hizi kunguru ndiye sasa ilete hata mkate kwa mama mjane. Kwa maana mimi nasema kwamba hata wakati aliingia kwa mama mjane walikula mikate.
Unadhani ni nini? Si hao kunguru tu walikuwa wanaleta ile mkate na mafuta. Naamini mwezi huu wa ile Mungu atumane. Simama mbele za Bwana umwambie, naomba kwa jina la Yesu tumane. Unawezaje ili Mungu atumane? Unawezaje ili Mungu atumane katika maisha yako? Jambo la kwanza, be connected with the power and the power of the blood of Jesus. Damu ya Yesu iwe pamoja na wewe ili Mungu atumane kwako. Jambo la pili, Roho Mtakatifu awe pamoja na wewe ili sasa Roho wa Mungu akusaidie na awe pamoja na wewe ili azidi kutumana. Jambo la tatu, imani. You need faith in Jesus. Glory be to Jesus. Sasa ongea na Mungu wako, mwambie Mungu, nakusihi, hii ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa 4. Naomba utumane sasa. Nitumanie kwa jina la Yesu. Nitumanie maisha yangu sasa katika jina la Yesu. Naomba unitumanie sasa katika jina la Yesu. Naomba nitumanie leo. Naomba unitumanie Jehova, na kuhitaji unitumanie katika jina la Yesu. Elia alikuwa kerubi na ulimtumainia kunguru. Naomba leo niko hapa, nitumanie Jehova katika jina la Yesu. Napigana vita, nitumanie Jehova, na kuhitaji mwezi huu wa 4. Naomba unitumanie katika jina la Yesu. Naomba unitumanie leo katika jina la Yesu Kristo. I need you, oh God. Nitumanie Jehova. Naomba mwezi huu tumana kwangu, tumana katika jina la Yesu, tumana katika jina la Yesu, tumana kwa kazi yangu sasa, tumana. Wewe tabia yako ni ya kutumana Jehova. Nitumanie Jehova. Naomba unitumanie hata nguvu yako iwe pamoja na mimi, hata uwezo wako mwezi huu wa 4. Naomba unipe mwanzo katika jina la Yesu. Naomba kwa jina la Yesu. Naomba kwa jina la Yesu. Naomba kwa jina la Yesu. Nitumanie Jehova. Nitumanie Mungu wangu katika jina la Yesu. Nitumanie na kusihi. Nitumaini Jehova. La baba shaka, la baba sika, la baya dia Jehova. Lina la kanta. Leka raba kushinda, raba kanta ya Jehova. Lina la kanta. Naomba utumanie watoto wangu. Naomba utumanie maisha yangu. Hata nikiwa na miaka 100, naomba unitumanie. Hata nikiwa na miaka 100 na kitu, unitumanie. Wakati natembea usiku na mchana, naomba nitumanie katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye ulitumana wakati wa Petero. Ulitumana wakati wa Petero, wakati walishikwa ili ya kwamba aingizwe akufe. Wewe Mungu ulitumana ili Petero asikufe. Naomba leo jioni ya leo jina la Yesu Kristo, tumana leo Jehova katika jina la Yesu. Naomba utumane leo katika jina la Yesu. Raba baba shaka lima mama yandi la papa shandi lishakara leo. Naomba tumana. Wakati Petero alishikwa ili auliwe na Herode, Biblia inasema ulituma malaika. Leo naomba unitumanie mwezi huu wa 4. Ni leo ni tarehe 1 na ni wiki ya kwanza na ni mwanzo wa mwezi huu. Naomba unitumanie mwaka wa 2026. Naomba nitumanie sasa. Nitumanie Jehova. Nitumanie na kusihi. Nitumanie Jehova katika jina la Yesu. Naomba unitumanie leo katika jina la Yesu Kristo. Naomba unitumanie miaka yangu yote, tumana kwa jina la Yesu Kristo. Kama baba uliandaa ninapo injia mahali Jehova, naomba nitumanie mwezi huu nitumanie Jehova. Mwezi huu nitumanie Jehova, kwa maana Baba unaweza.
Asante Jehova, asante Jehova, kwa maana wewe unaweza. Jehova, naomba unitumanie leo, naomba unitumanie Jehova, katika jina la Yesu. Naomba unitumanie katika mwito huu, katika jina la Yesu, kwa maana Baba unastahili. Ukitumana Jehova, watu wote watajua. Ukitumana Jehova, hata maadui watajua, katika jina la Yesu. Oh yes, asante Jehova, kwa maana Baba unastahili Jehova. Rima mama yanda la kata, rima mama shaka, rita ya taka ya Jehova. Lord, ninapomalizia ningetasoma na kitabu cha kitabu cha Matendo, kitabu cha mitume ya Matendo 12, tusoma pale katika mstari wa 7, inasema vile malaika alitumwa. Ninaamini leo malaika wa Jehova atatumwa. Tunasoma the Act of Apostle 12 verse 7, inasema hivi. Acts 12 verse 7 inasema maana malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Glory be to Jesus. Huyu Mungu ambaye alimsaidia Petro akatuma malaika, minyororo ikakatika. Leo katika jina la Yesu, minyororo itakatika. Inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu, nimeamini leo ya kwamba mwezi huu wa 4 utanitumania na minyororo itakatika, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Na wale walio online na kuombea saa hii, minyororo ikatike. Mungu atumane minyororo ya gereza ikatike katika jina la Yesu. Minyororo ambayo inakufunga mawazo, inafunga maisha yako, ikatike katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Sasa katika jina safi la Yesu, we believe this month ni mwezi wa Mungu kutumana juu yetu, na atatumana katika jina la Yesu, na minyororo itakatika. Minyororo lazima ikatike. The chain will break in the name of Jesus. Lazima ifujike mara moja. We are going to break any chain that is stabbing with your life. In the mighty name of Jesus, I'm breaking those chains that is stabbing your life. Katika jina la Yesu. Sema tena, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Na kuanzia leo minyororo yote ikatike, kwa maana Mungu utatumana na umetumana mwezi huu wa 4, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Glory, glory.